Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah alhadi man istadahu alwaqi man ittaqahu alkafi man taharra ridahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah shahadatan arju biha alfawza yawma alqahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtada wa ihtada bihudahu wa sallam tasliman kathira. Watukufu wapenzi watazamaji, karibuni tena katika sehemu ya pili ya kikao chetu hiki, tukiwa bado tudhakirishana na kuendelea kuyataja yale yanayofungamana na jambo zima la fiqh dua. Bado tutataja kuhusu katika zile sababu au kuhusu sababu za kukubaliwa kwa dua yake huyu Muislamu. Tukasema kwamba kuna jambo la kwanza ni ile hudhurul qalb, kuhudhuria kwa ule moyo kazi yake iwe ni kule kuhudhuria, yani kuwa na unyenyekevu, kuzingatia kile ambacho anataka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ile haja yake anayomuitia nayo Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ndiyo pakapigwa mfano kwamba ukitazama utaona tofauti kubwa baina ya mtu mutari wa ghairihi, mtu yule alosongeka, alobanika, na mtu mwingineo katika hii dua ambayo watakuwa wanaomba kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Asema Allah Jalla Jalaluhu katika surati al-Mulk, baada udhu billahi minash shaitani rajim, amman yujibu al-mutarra idha da'ahu wa yakshifu su'a, ama ni nani yule ambaye anamuitikia, anamjibu mtu alosongeka wakati ule anapomuomba, wa yakshifu su'a, na mwenye kuondoa dhara. Bimaana mtu mutaru qalbuhu hadhirun tamaman, mtu alesongeka moyo wake huwa unakuwa hadhir kiukamilifu. Yule alona tatizo ambalo limembana sasa hivi, anavomuomba Mwenyezi Mungu, yeye analo lile tatizo, analo lile dhara ambalo limemsonga. Bila shaka mtu huyu moyo wake unakuwa hadhiran tamaman, unakuwa ni wenye kuhudhuria kisawa sawa na ile iftikari yake na ule unyenyekevu wake, watadhalluluhu lillah, na kule kudhalilika kwake kwa Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala, ashaddun min al-akhirah, kuna kuwa ni zaidi, ni kwa nguvu kushinda yule mwingine alladhi fi yusrin wa sa'atin, ambayo yuko katika wepesi na ukunjufu wa kawaida. Mtu mutar, yule alosongeka, dua yake yaitikiwa haraka sana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini mtu mutari dua yake yaitikiwa haraka na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Kwa sababu mtu mutari, mtu alesongeka, basi huwa moyo wake uhudhuria kamili katika ile dua anayoomba. Kinyume cha mtu mwingine ambaye yuko katika yusrin wa sa'atin, yuko katika furaha yake na wepesi na ukunjufu wa fi neema, na yuko katika neema. Bila shaka huyu wa pili utamuona idha daa, wakati ule anapomuomba Mwenyezi Mungu, rubbama anahu yuharriku lisanahu bidua, aweza kuwa ulimi wake watingishika kwa ile dua, kwa kumuomba Mwenyezi Mungu, amuomba Allah Tabaraka wa Ta'ala, walakin qalbuhu la yakunu hadhiran, moyo wake ukawa haupo pale. Ni ulimi wasema yale maneno, amuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini kwa wakati ule ambao yualeta dua hana tatizo ambalo limemsonga maalumu, ambalo yuamnajia yuamnongona Mola wake Subhanahu wa Ta'ala kwa ajili ya tatizo kama lile. Mtu huyu aliyoko kwenye yusrin na raghadin, ambaye hana tatizo ambalo limemsonga, mara moja moyo wake waweza usiwe wenye kuhudhuria katika dua kama ile. Bainama almutarru tajidu qalbahu hadiran tamaman fi munajatihi,
wakati ambapo mtu alosongeka, mtu ambaye ana tatizo sasa hivi anavyoomba, moyo wake uhudhuria kiukamilifu wakati ule anapoomba dua. Atajichunguze wakati unaposongeka ile dua yako na wakati ule ambao haukusongeka na jambo lolote, huwa dua yako inakuwaje. Kwa hivyo ile munajati wake na kule kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kule kutenzeka kwake na kusongeka kwake kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa husnu thiqatihi billahi azza wa jalla, na hapo ufanya ni ile thika ambayo ni nzuri kabisa kwa Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Ndiyo maana ikawa hii ni katika zile sababu kubwa za mtu kukubaliwa kwa dua yake mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mbele ya Allah Jalla Jalaluhu, ni mtu ule moyo wake kuhudhuria kisawa sawa, ukawa wamnyenyekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Si mtu kuomba dua lakini moyo haupo, afikiria dukani kwake, afikiria gari yake, afikiria fundi aliyomwachia kazi yake, afikiria. Kwa hivyo yule mtu anapokuwa katika yusr, huyu mwanadamu, fa imma an yatahawana bidua fi dua, ni imma atakwenda kupuza jambo la kumuomba Mwenyezi Mungu, wa yaqilla indahu dua, kisha dua kwake zinakuwa chache, mtu ambaye hajasongeka na matatizo. Ima atapuza lile jambo la kumuomba Mola wake Subhanahu wa Ta'ala na kuwa chache zile dua zake, au annahu yakunu qalbu ghafilan lahi, au aweza kumuomba Mwenyezi Mungu lakini ule moyo wake umeghafilika, moyo ule wafanya mchezo, moyo ule haupo wakati ule anapomuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hii ni hasara kwa ule mtu mwenye kuwa na sifa kama hii. Kuna mtu aweza kujipinda, waweza kujitahidi katika kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini vitu vile vya msingi kama hivyo ikawa mtu amejingikiwa navyo, au hajipi mazoezi ya kuvitabikisha katika dua yake. Kule kuhudhuria ule moyo wako, ukawa na unyenyekevu, ukaangalia haja yako ile unayotaka kutatuliwa kwa Mwenyezi Mungu, ukaangalia Mwenyezi Mungu naye vile vile, na haya na yale katika yale ambayo yatamfanya mtu moyo wake uhudhurie kisawa sawa katika ile ibada ya dua ambayo yeye anaileta. Mtazamaji mtukufu, wa qalilun min ibadillahi alladhi wuffiqa fi yusri wa sa'atihi wa ni'matihi, ni wachache mno katika waja wa Mwenyezi Mungu ambaye katika wepesi wake na katika ukunjufu wake na neema yake na furaha yake, an yuqbila ala Allah, kuwa uwafikiwa katika kumuelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kisawa sawa, iqbalan sadiqan fi da'awatihi wa munajatihi, kule kuelekea ambako ni kwa ukweli katika zile dua zake na minongono yake anayonongona kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni wachache mno katika waja wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambao umuomba Mwenyezi Mungu wakiwa wako katika yusri, katika saatin, wako katika neema, akaafikiwa katika jambo hilo la kuelekea kwa moyo kisawasawa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu moyo ule hajauzoesha hivyo, kinyume cha mtu ambaye ni mutari. Na kwa usemi huu si maana kwamba Muislamu amuombe Mwenyezi Mungu pasi na kujitahidi ya kule kunyoosha moyo wake, kuhudhurisha moyo wake wakati ule wa dua. Imekuja hadithi kutoka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambayo imethubutu ya kwamba amesema, man sarrahu an yastajiba Allahu lahu fi shadaidi wal kurab, mwenye kufurahi, anayependa kuitikiwa na Mwenyezi Mungu zile dua anazoleta katika shida na katika matatizo, falyukthir min duai
min du'a ilahi fi raha, basi akithirishe kumuomba Mwenyezi Mungu wakati ule wa furaha na wepesi. Hadithi ambao ameitoa Imamu At-Tirmidhi, Mwenyezi Mungu amrehemu, na Imamu Hakimi, Mwenyezi Mungu amrehemu, yabainisha au Mtume sallallahu alaihi wasallam aonesha kwamba vipi sisi tutaweza kuzipa nyoyo zetu mazoezi ya kuhudhurisha ule moyo wakati wa dua. Kwa hivyo yule ambaye yuwasikia raha, yuwapenda an yastajiba Allahu lahu fi shadaid wal kurab, yule anayependa kuitikiwa dua zake kwa Mwenyezi Mungu wakati wa shida na matatizo, falyukthir min du'a illahi fi rakhai, basi awe mwingi wa kumuomba Mwenyezi Mungu wakati wa furaha. Ule wakati wako wa furaha na mepesi na neema, uwe mwingi wa kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kuupinda moyo wako kisawa sawa na kujitahidi kule kuhudhurisha ule moyo wakati wa muomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hili lamfanya mtu aweze kuitikiwa dua yake wakati ule wa shida na matatizo. Amaanisha alayhi salatu wasalam aelekee kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huyu mja fi rahaihi wa saatihi, wakati wa furaha yake, wakati wa mepesi yake, wakati wa uzuri wake, wa yusrihi wa raghadihi wa aishihi, wakati ule wa wepesi wake na ile furaha yake, amuelekee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vizuri. Yuqbilu ala Allahi wa yukthiru min du'a illahi wa munajatihi wal ilhai alayhi wa tadarru' baina yadayhi, kwamba wakati ule ambapo Muislamu uko katika saa, uko katika neema, upo katika wepesi na uzuri, kithirisha kumuomba Mola wako Subhanahu wa Ta'ala. Usingoje wakati wa matatizo yaliyodhihirika na yaliyokusonga. Muombe Mola wako Subhanahu wa Ta'ala wakati wa furaha, wakati wa wepesi, wakati wa neema, basi wewe utakuwa na wepesi wa kuitikiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yale matatizo yako na zile wakati wa shida zako, pale utakapomuomba Mwenyezi Mungu dua. Hivyo ndivyo miongoni mwa yale mafundisho matukufu, kwamba moyo ule wakati tumuomba Mwenyezi Mungu uwe utahudhuria katika dua na ule mnongono, na isiwe kwamba dua ile yatoka lakini moyo umeghafilika. Mtazamaji mtukufu, tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe uzima na siha njema. Tukutane tena katika program kama hii, na tunufaishe kwa yale ambao ni wenye kuyazungumza na kuyasikiliza. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi